Jeshi la anga la Marekani limesema kuwa Boeing lazima itatue matatizo yanayoendelea kwenye ndege zake za kujaza mafuta angani za KC-46 kabla ya nchi hiyo kuagiza ndege zaidi. Makamu mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la anga la Marekani, John LaMontagne, aliwaambia wabunge wakati wa kikao cha Machi 4 kuwa bado kuna masuala kadhaa yanayohitaji kushughulikiwa. Jenerali huyo hakutaja moja kwa moja ni matatizo gani yanaweza kuchelewesha mkataba mpya unaotarajiwa kufuatia mkataba uliopo wa ndege 183 za tanka. Tunaendelea kushughulikia masuala kadhaa na mkandarasi na hatutatoa mkataba mpya wa ndege nyingine 75 za KC-46 hadi tutakapomaliza kushughulikia mapungufu hayo, LaMontagne aliambia kamati ndogo ya United States Senate Armed Services Committee. Alisema uamuzi kuhusu mkataba huo huenda ukachukua takriban miaka 2, akiongeza kuwa ana imani kuwa mpango mzuri tayari umewekwa ili kutatua matatizo hayo mwaka ujao. Boeing na jeshi la anga la Marekani wamekuwa wakijaribu kwa miaka kadhaa kurekebisha matatizo kwenye mfumo wa boom wa kujaza mafuta angani wa ndege ya Boeing KC-46 Pegasus, pamoja na mfumo wa kuona ambao mwendeshaji wa boom hutumia kuangalia na kuiongoza wakati wa kujaza mafuta. Mwaka jana, utoaji wa baadhi ya ndege ulisimamishwa kwa muda baada ya nyufa kugunduliwa kwenye baadhi ya tanka mpya. Jeshi la anga la Marekani liliagiza tanka hii ambayo imetengenezwa kwa msingi wa ndege ya kibiashara ya Boeing 767 ili kuanza kuchukua nafasi ya fliti yake ya zamani ya tanka za Boeing KC-185 Stratotanker ambazo zilijengwa katika miaka 1950 na mapema miaka 1960. Kampuni ya Boeing tayari imekabidhi zaidi ya tanka 100 hadi sasa. Novemba mwaka jana, jeshi la anga liliahidi kuendelea na kundi linalofuata la tanka 15 chini ya mkataba uliopo. Rekodi za safari za ndege pia zinaonyesha kuwa baadhi ya ndege za KC-46 zimekuwa zikisaidia mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Iran. Katika matokeo yake ya kifedha ya robo ya 4, Boeing ilitangaza hasara ya dola milioni 565 zinazohusiana na mradi huo. Kwa jumla, kampuni hiyo imepoteza zaidi ya dola bilioni 7 kwenye mpango huu wa gharama iliyowekwa mapema.